بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wasikilizaji watazamaji, katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya haki, ndio dini ya kweli, tunaendelea mbele na kuizungumzia maudhui zetu za Ramadhani, kumuona mwanadamu au ni nani ambaye anapaswa funga na aliyefunga anapata kitu gani. Yani uzuri wa mfungaji, uzuri wa yule ambaye amefunga. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba Mtume Muhammad SAW ametuhimiza kutuonyesha uzuri wa funga. Akatuonyesha kwamba kila vitendo vya mwanadamu, kila ibada ya mwanadamu ni yake. Ina maana kwamba yeye mwanadamu hujua mambo gani anayoyafanya. Hata akiona mtu yeye akifanya ibada, mtu pembeni akimuona anajua kwamba anafanya ibada hii. Ndiyo maana ya kwamba vitendo vyake ni vya yani ibada anayoifanya ni ibada yake. Sasa maana yake ni kwamba hata mtu pembeni akimuona huona kwamba hii ibada ameifanya, na anaijua kwamba hii ni ibada hii ameifanya. Lakini tofauti ya funga hii funga unayoona inakuwa iko baina ya mja na Mola wake. Huwezi kujua kwamba huyu mtu amefunga isipokuwa yeye mwenyewe akikueleza. Yeye mwenyewe akikueleza kwamba mimi nimefunga, basi wewe hujua kwamba amefunga. Lakini kama hajakwambia kwamba amefunga, ina maana huweza hata kujua. Sasa ndio sababu Mwenyezi Mungu anasema eti funga ni yangu na ni mimi nayoilipa. Malipo ya funga, yani kutokana na wingi wake, kutokana na uzuri wake, hata viumbe, hata malaika hawawezi wakajua kwamba amepewa kiasi hiki, kwa sababu aliyefunga anakuwa na ibada kubwa sana. Yani amefanya ibada ambayo ni nzito, iko baina yake na Mola wake. Tukaeleza kwamba ibadati za siri zinakuwa ni ibada zenye nguvu sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu akisema kwamba uzuri tunaoutoa katika funga ni kumcha Mola wetu, yani ni kupata ziada za kumtii Mwenyezi Mungu, hasa katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani mja anapaswa au anatakiwa awe ni mwenye kufanya bidii, awe ni mwenye kuikimbilia sana ibada, awe ni mwenye kuelekea ibada kwa bidii, kwa mapenzi na moyo na pupa, kwa sababu hii ni wakati ambao mja anatakiwa awe ni mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa nguvu, kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa mapenzi, kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuitimiza ibada vizuri. Ibada ni jambo ambalo mimi na wewe tumeumbwa kwalo, yani tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi kwa ajili ya ibada. Sasa kutokana na kuwa sababu ya ibada, sababu ya kuumbwa sisi ni ibada, ina maana katika uhai wetu inapaswa kuwa ndiyo ya kwanza kabisa. Ukiambiwa kwamba ukifanya kitendo hicho unapata thawabu za Mwenyezi Mungu, basi usiwe ni mwenye kusita kidogo, la, bali
ikimbilie, iendee ibada, itafute thawabu hata ikiwa moja. Usiju kadharau thawabu moja ya Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa ni ibada tena nzito, ibada ya funga, kwa hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba hii ibada ni ya kwake. Hii ibada ni ya kwake. Ni yeye anayejua nani au kipi anachokipata aliyefunga vizuri. Ndugu yangu, nataka usifikirie kwamba ni kila aliyefunga kwamba ndiye anapata thawabu. La, thawabu inapatwa au inapewa yule aliyefanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Amefanya ibada kwa ajili ya kuzitafuta radhi zake Mwenyezi Mungu. Anataka apate upendo wake Mwenyezi Mungu. Anatakiwa yeye awe ni mwenye kuzichukua hisia zake, mapenzi yake, nguvu zake, akili yake, aweke katika hii ibada ili aifanye vizuri. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu Mola wetu, yuhibbu al-abda, anapenda mja pindi ambapo idha amila amalan, anapofanya vitendo, anapofanya ibada, anapokuwa kwenye ibada, aniyutiqinahu, kuitengeneza vizuri, kuifanya vizuri, kutekeleza vizuri ibada hii. Sasa Mwenyezi Mungu hupenda ibada ambayo imetekelezwa vizuri, na kutekeleza ibada vizuri ni kusimama katika nguzo mbili. Nguzo ya kwanza, al-ikhlas lillahi azza wa jalla, ni kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa kuzitaka radhi zake Mwenyezi Mungu, kwa kutafuta upendo na uthibitisho wa Mwenyezi Mungu, kwa kuzitafuta thawabu zake Mwenyezi Mungu. Ndio sababu nakwambia ya kwamba ukisikia kwamba hii ni thawabu ya Mwenyezi Mungu, ikimbilie katika upendo, katika hisia nzuri, akili nzuri, ili uje utimize ibada yako. Kwa hiyo ibada inayotekelezwa vizuri kwa Mwenyezi Mungu ni ibada ile ambayo inayosimama kwenye nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ni ikhlas lillahi azza wa jalla. Sasa aliyefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, aliyefunga kwa ajili ya kuzitaka radhi zake Mwenyezi Mungu, anayefunga kwa sababu anatekeleza ibada yake Mwenyezi Mungu aliyoalika kwake, basi huyu hana budi ndiye anayepaswa kupata thawabu zake Mwenyezi Mungu alizomtengenezea yule aliyemwamrisha kufunga, naye akatekeleza funga. Nguzo ya pili ni kufunga au ni kumfuata mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafundisho yake. Huwezi ukajua jambo lolote la kufanya kwenye ibada isipokuwa unasoma kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye anavyokuamrisha, ndivyo anayekufundisha, na unavifanya kwenye vile waliotangulia walivyofahamu dini kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa funga ina malipo makubwa sana iliyotekelezwa kwa ajili iliyokuwa tamamu. Malipo yake mengi sana, anayeyajua ni Mwenyezi Mungu peke yake, anayeyampa mja wake. Kwa hiyo inatakiwa, ndugu yangu msikilizaji, dada yangu ananitazama, tutengeneze nyoyo zetu wakati wa funga. Tengeneze hisia zetu katika funga.
Ndio sababu Mtume Muhammad sasa kwenye ile hadithi anakuambia fala yarfuth, asiyatamuke au asiyatekeleze mambo mabaya, wala yasghab, wala asiwe mwenye kukorofishana. Aliyefunga usiwe ni mwenye kutokwa na au kutoa maneno mabaya, usiwe ni kuyasema maneno mabaya, usiwe ni mwenye yani kuwa na tabia mbaya wakati umefunga. Ndugu yangu, wala hii sio maana kwamba uwe ni umefunga tu, la, hii ni tabia ya mwanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa Uislamu ikiwa ni ada ya afya yetu, ya uzima wetu, kila siku, kila wakati, kuwa ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu katika maneno yako, kila wakati kuwa ni mwenye kusikiliza au ni kufikiria maneno au ibada zake Mwenyezi Mungu. Jua kwamba wewe uko pale kwa ajili ya ibada. Sasa kama unazungumza mazungumzo yako, kuwa mkweli. Kwani mtu kuwa mkweli kuna ubaya gani? Katika maneno yako ukiwa mkweli unapata uzito gani? Bali unakuwa ni mwenye busara. Unapaswa kuwa ni kiigizo kwa wanadamu, kwa sababu wewe ni mwenye ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Haya, afya yako, akili zako, vitendo vyako ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa haupati lolote, hauna losi yoyote kuwa ukifanya mambo kwa kumcha Mwenyezi Mungu, kwa kuyatengeneza mambo yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo aliyefunga na kuwa ni mwenye kunyenyekea vizuri sana kwa Mola wake, akinyenyekea kwa Mola wake, akiwa ni mwenye funga ambaye anaifikiria na ifahamu vizuri, basi huyu ndiye anayezichukua thawabu zake zilizotimia kwa Mola wake, kwa sababu amefata vizuri funga yake, ameitimiza vizuri funga yake, ameitekeleza vizuri funga yake, amekuwa ni mwenye kujua vizuri kwamba yeye yiko kwenye ibada ambayo ni nzito, ambaye ni kubwa, ambaye ni yenye thawabu nyingi kwa Mola wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema kwenye hii hadithi, anasema kwamba funga yake yiko baina yake na Mola wake na hana wabudi kumulipa. Tuchukue pumzi kidogo ili tuendelee. Tunaendelea, tunatoka katika pumziko, tunaendelea na kipindi chetu. Nilikuwa naieleza hii hadithi ya kwamba mja anayefunga amefunga kwa ajili yake Mwenyezi Mungu, amefunga kwa kuzitaka radhi zake Mwenyezi Mungu, amefunga kwa ajili atimize ibada yake kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo funga yenyewe inakuwa ni ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo sababu inaitwa kwamba funga ni ya kwake. Huyu mja anazitaka radhi zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hana budi kuwa ni mwenye kutekeleza vizuri na kuyafanya yale mambo anayetakiwa kuyafanya katika funga yake, na anajiepusha sana na yale mambo ambayo hatakiwi kuyafanya katika funga yake. Kwa hiyo anakuwa ni mwenye kutimiza ibada yake kwa Mwenyezi Mungu vilivyo, na ibada iliyotimia kwa Mwenyezi Mungu inamubadilisha mwanadamu. Yani inamubadilisha kutoka kwenye ubaya, inamuweka kwenye uzuri. Ndugu yangu, sije ukafunga kwa sababu
ni funga tu. La, funga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili ubadilike katika tabia zako. Funga ili hii funga iwe ni dawa kwangu na wewe. Unamuona aliyefunga, hata ukimkorofisha hapendi wala hakujibu. Sasa hii ni tabia ndani ya funga. Inatakiwa hata baada ya funga, baada ya Ramadhani, iwe ndiyo tabia yako. Mwenyezi Mungu hapendi watu wakorofi. Mwenyezi Mungu anapenda watu ambao ni wanyenyekevu lakini wenye busara. Wenye kufanya haya, wenye kuwaitabia ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Inamtokea yeye aje kuwa ni mwenye kufika mbele ya Mola wake akiwa alikuwa kiigizo kizuri duniani. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jambo ambalo limetuletea sisi ummati Muhammad wa leo sallallahu alaihi wasallam tuwe ni umma bora, si kwa lingine, ni kuzitafuta radhi zake Mwenyezi Mungu kwa kumfuata na kuyafata maamrisho yake Mwenyezi Mungu na mafundisho yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani tunayaamurisha mazuri na tunayakataza mabaya. Unaamurisha mazuri, unayakataza mabaya. Hii ndiyo ilikuwa ni tabia ya manabii, hasa ilikuwa ndiyo tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sisi ibada tunazozifanya kiigizo ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani tunafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa kukifuata kiigizo kizuri ambacho ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama anavyotuamrisha Mwenyezi Mungu katika Qur'an. Anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir. Mnacho kiigizo kizuri, mnao mwenendo mzuri, mnao mfano wa kutosha kabisa kwa uzuri. Kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tizama mwisho wa aya, Mwenyezi Mungu anasema liman kana yarju Allaha, kwa yule ambaye anapenda au anatekeleza au anataka au anafikiri anataka na pupa za kumkuta Mwenyezi Mungu. Ametaka kumkuta Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa aliyefunga nataka kuwa na tabia hizi, kwa sababu tabia anazozipenda Mwenyezi Mungu ndi hizo hizo alizokuelekeza. Anakuambia aliyeamka mmoja wenu amefunga siku yake, fala yarfuth, asija akawa ni mwenye kutamka maneno mabaya, mwenye kuyafikiria mafikira zake mbaya, asiwe ni mwenye kuyafanya mabaya, wala yaskhab, wala asije akiwa ni mwenye kufanya ukorofi, asiwe ni mwenye kufanya mambo ambayo si mambo ya busara. Anatukanana, anakorofishana, wakimkorofisha na la. Bali kwenye hiyo hadithi Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba fa insabahu ahad au qatalahu, atakaye mtukana akiwa amefunga, atakaye tukanwa na akiwa amefunga, falyaqul, amwambie ule aliyemtukana au anayetaka kupigana, anayetaka kumpiga vita, amwambie kwamba inni muruu saim, ndugu yangu samahani, mimi ni mwenye kufunga. Yani amujibu kwa majibu mazuri, amujibu kwa majibu mazuri.
kwa maneno mazuri, kwa maneno ya busara. Kwa hiyo atampelekea huyu aliyekuwa analeta ukorofi ataacha kufanya ukorofi wake, kwa sababu anaona kwamba huyu anayetaka kumkorofisha hana haja naye, hana tolote, hana tatizo naye, bali anampelekea kumuonyesha kwamba vizuri awe mnyenyekevu, vizuri awe ni mwenye busara, vizuri awe ni mwenye adabu, kwamba mimi niko kwenye ibada na Mola wangu, basi usinikorofishe. Yani hata ukinikorofisha siko tayari kukurudisha makorofisho yako. Subhanallah, huu ni uzuri wa Uislamu. Hii ndiyo tabia ya Muislamu. Hii ndiyo message anayosukuma au anayowapa wengine ambao wanamtizama, kwamba mtu akiwa amefunga, mtu akiwa kwenye ibada, basi anakuwa ni mtu mzuri, anakuwa ni mtu mnyenyekevu, anakuwa ni mtu ambaye ni mwenye busara. Hata akipigwa vita hajibu, hata akipigwa vita hajibu, harudishi ubaya, basi anarudisha uzuri. Mwambia inni muruu saim, mimi ni mtu mwenye funga, samahani, usiniharibie funga yangu. Sasa ndio sababu huyu anayepata hivi katika hiyo hadithi, Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema kwamba lisaimi, kwa yule aliyefunga, farhatani, anazo furaha mbili, yafrahuhuma, yafrah, anapata furaha hina yaftur au inda iftarihi, anapata furaha wakati anapofuturu. Pindi pala anafuturu anakuwa ni mwenye furaha. Yani furaha ya kwanza ni kwamba ameitimiza siku yake vizuri kwa Mola wake, ametimiza funga yake vizuri kwa Mola wake. Hiyo ni furaha ya kwanza na ndiyo furaha kubwa. Na ya pili, na ndani yake tena anafurahi kwa sababu alikuwa ni mwenye njaa, anahisi njaa, alikuwa ni mwenye kuhisi kiu, lakini wakati wa kula anapata chakula vizuri, ameanza kula, yani amepewa wakati wa kurudia tena kula chakula. Yani hii inakuwa ni furaha tena. Hii ni furaha ya kwanza. Tena atafurahi wayafrahu inda liqaa rabbih, na atafurahi tena zaidi furaha. Subhanallah, ndugu zangu, furaha mja atakayoipata wakati atakutana na funga yake, akimkutana Mwenyezi Mungu amekubali funga yake, akakuta Mwenyezi Mungu akimuonyesha vizuri au thawabu au uzuri aliouchuma siku ile alikuwa amefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Siku ile alikuwa amejifunga yeye, amejiepusha na kula na kunywa na vinginevyo ambavyo alikuwa akipasha kifanya, lakini akiona kwamba malipo yake Mwenyezi Mungu mazuri sana, vile alivyojipata sasa, vile alivyojikuta mbele yake Mwenyezi Mungu, atakuwa na furahi nyingi sana. Na ndizo furaha ambazo mwanadamu tunazihitaji. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika waja wazuri ambao wanafanya ibada zake kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. Tunamuomba tupe ujira ulio kubwa, na atupe funga za kuwa tumefunga kweli kwa ajili yake. Sasa funga, ndugu yangu, inatuletea katika kuishi katika hii dunia tukiwa ni waja wazuri, tukiwa ni sisi waja wema, tukiwa tuko waja wema kwake Mwenyezi Mungu, na tunazitafuta radhi zake Mwenyezi Mungu kwa wingi na kwa uzuri, na kwa kutekeleza vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatupelekea. Sasa itatupa
kuwa ni waja ambao wenye kumtii Mwenyezi Mungu kwa namna iliyokuwa nzuri, na tuje tuzipate radhi zake Mwenyezi Mungu kwa namna inayotutekelezesha au inayotufikishia mbele ya Mwenyezi Mungu tukiwa tuko salama, tukiwa tuko kwenye hali ya kuridhiwa na Mola wetu. Hizi zote Mwenyezi Mungu huzitupa ili tuwe ni wenye kupata radhi zake, kwa sababu mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kutokana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu juu yetu sisi, jambo lote unalolifanya jua kwamba Mwenyezi Mungu analipenda kwako na analiridhia jambo hilo. Kwa hiyo anahitaji njia yako nzuri ya kutengeneza. Anahitaji moyo wako uwe ni mwenye kufanya ili jambo, kufanya ibada kwa ajili yake pekee, na kwa kuitengeneza vizuri kama atakavyo, kwa sababu malipo unayoyafuata au utakayoyapata yatakuwa ni malipo ambayo hata wewe utaridhia zaidi ya kuridhia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametupa hii funga ili atutengenezee maisha yetu ya hapa duniani mazuri, na maisha yetu ya akhera tena mazuri. Lakini mwanadamu anapaswa awe ni mwenye kuitafuta akhera kuliko kuitafuta dunia. Wala sijasema kwamba sitafute dunia, la, lakini dunia usiiweke katika moyo wako kwamba ndio unakimbilia. Wengi wanasema kwamba wala tansa nasibaka minad dunya, kwamba usije ukazisahau au ukasahau upande wako wa kuitafuta dunia. Sasa ukakuta mtu ameimiza kwamba atakuwa ni mwenye kuchukua hizi ibada kwa hii dunia, kwa ajili ya dunia. La, tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe kuyasikia mengi na kuyafata yale mazuri. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.